Shirikisho barani Afrika. Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya ushindi wa dakika 90 mabao 2-0, mabao yaliyofungwa na Nabii Elia Mpanzu pamoja na Steven Dese Mukwala, ambapo wakaifanya aggregate kuwa 2-2 kufuatia matokeo ambayo waliyapata ugenini baada ya kukubali na wao kichapo cha magoli 2-0, kitu ambacho kiliwapeleka katika matuta, ambapo Simba alipata matuta 4 na wapinzani wao Al Masry wakapata matuta 2 katika mchezo huo. Wekundu wa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuvuka na kuingia hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa wekundu hao wa Msimbazi Simba bwana, baada ya kuvuka hapo, kwanza katika mchezo huu walimualika waziri wa maji kuwa mgeni rasmi, Juma Aweso, ambapo baada ya kuhitimika kwa mechi hiyo alitoa neno. Kauli yake ni ipi hasa baada ya Simba kufanikiwa kuvuka hatua hiyo ya robo kwenda kucheza nusu fainali? Juma Aweso ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika mchezo huo wa wekundu Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry. Manake umepewa jukumu, wamekupa heshima, na namshukuru Mwenyezi Mungu tumekuja na baraka yake tumeweza kupata ushindi. Ushindi wa Simba ni ushindi wa taifa, kila mmoja amefurahi. Kwa tushikamane kuhakikisha kwamba si kuvuka kwa maana ya kwenda nusu finali, tunalitaka kombe na tumedhamiria kulipata. Usiulize ukubwa wa samaki, uliza bei. Usiogope ukubwa wa samaki, wewe uliza bei. Kwa hiyo hatuogope. Sisi kikubwa tunaamini kuna mechi mbele yetu, tutajipanga kuhakikisha tunaenda kushinda. Ametuheshimisha. Kwa kweli ni heshima kubwa na tunajivunia kuwa na kipa wa aina ile Kamara. Ndio maana halisi, ukisikia ubaya ubwela ndio hii sasa maana halisi. Tunaona finali wakichukua kombe. Yes. Kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa chachu hasa katika swala zima la michezo. Naamini ni muda mwafaka kwa timu zetu nchini kujituma zaidi, kwa sababu wana kiongozi ambaye ametengeneza mazingira, ameonyesha support kuhakikisha kwamba timu za Tanzania zinafika mbali. Kwa hiyo ni muda wao kupambana zaidi kuhakikisha kwamba inakuwa sawa. Ni Juma Aweso huyo ambaye alikuwa ni mgeni rasmi katika mchezo huu ambao umemalizika hivi punde. Lakini naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na alikuwa ni moja kati ya watu ambao walihudhuria mchezo huo, na maanisha hapa Hamis Mwinjuma almaarufu kwa jina la Mwana FA. Yeye pia alitoa neno hasa kuhusiana na namna ambavyo Simba walivyoweza kufanikiwa kusonga mbele kwa maana kucheza nusu fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi niko mawinguni kabisa. Kwanza anashangaa mpaka saizi kwa nini sauti haijanikauka. Mambo mazuri sana leo. Nilikitegemea na Simba imedeliver, imefanya vizuri kweli, hata kama mganga amechoka lakini jini ametoka. Kwa hivyo imefanya vizuri. Nilikuwa nategemea kwa jinsi tempo ya kipindi cha kwanza ilivyokuwa, nilikuwa naamini kwamba ingeweza kushinda ndani ya dakika 90, lakini kama anavyosema Sir Alex Ferguson, football bloody hell, ikawa imeshindikana kupata ushindi. Na mnajua kwa penalty watu wakiamka vibaya tu lolote inaweza kutokea, lakini nashukuru timu imepata ushindi, nchi imepata ushindi, na sasa hivi hii tumevuka, timu inakwenda nusu finali ya Confederation Cup ya CAF. So nafikiri kuna mtu angekula 5 leo. Mvua ilituharibia, sio kaileta nani. Nafikiri hivyo, na kwa sasa nafikiri timu kama Zamalek ndio iko bega kwa bega na kiwango cha Simba. Simba kama ingetolewa na Al Masry, ingekuwa imetolewa na timu dhaifu kuliko zote ilizowahi kucheza nazo kwenye mashindano yoyote yanayoandaliwa na CAF. Kwa hiyo mimi nilitegemea kwamba Simba itapita, sema mpira unadunda kama unavyofahamu. Lakini Zamalek sasa ndio mbavu sawa na Simba. Kwa hiyo tuje tuangalie mpira, na kama mnavyojua mnyama anakuwa timu nyingine kabisa anapokuja mashindano ya kimataifa, na tegemea Simba itaingia finali na itachukua hili kombe. Support Tanzania.
Goli la mama, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa na mwanamichezo namba moja kwa sababu hiyo, kwamba anasapoti kwa namna yoyote anayoweza, na hii goli la mama imekuwa ikiongeza motisha. Umeona hapa timu zimekuwa zikila nyingi hapa kwa sababu ya goli la mama. Kuna mtu siku hapa atakuja kula 8 hapa 9 kusema kweli, kwa sababu Mheshimiwa Rais baada ya kuweka motivation hii, hata wachezaji, unajua mimi nikikupa laki hapa sio sawa na Mheshimiwa Rais akikupa laki. Mheshimiwa Rais akikupa laki unaweza hata usiende kuitumia ukaifuga ndani hata kama una kitu. Kwa hiyo goli la mama lina motivation ya kutosha, na nichukue fursa hii kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa motivation hii anayowapa wachezaji wa mchezo wa mpira wa miguu hapa nchini. Sawa, ni naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwinjuma maarufu kwa jina la Mwana FA, akisikika hapo wa pili baada ya wa kwanza kuzungumza Juma Aweso ambaye alikuwa ni mgeni rasmi, yeye ni waziri wa maji, na wote walikuwepo wakishuhudia mechi hiyo. Na mwisho kabisa hapo Simba wakisema Simba wamevuna shilingi milioni 20 kwa goli la mama. Yale magoli ya penalti hayahesabiki, wanachukua yale ya ndani ya dakika 90. Kwa hivyo namna gani ambavyo wameweza kufanikiwa, muhimu ni kupata ama kufanikiwa kuvuka. Manake unaweza ukashinda alafu usivuke bila shaka. Sasa tukiingia kwenye mchezo wenyewe, Zuberi George, Al-Masry wamekuja hapa wakiwa wana mtaji wa magoli 2 mkononi. Nini kimewasibu? Al-Masry walitaka kukamata nge kwenye kiatu kwa mkono kwenye mchezo wa leo. Ndio shida kubwa iliyoanzia hapo, kwa sababu walikuja kuzuia, sio kujilinda. Ipo tofauti ya kuzuia na kujilinda. Kuzuia ni mnakaa kwenye nafasi tu, watu wasiweze kupita kwenye nafasi. Kujilinda ni pamoja na mnapokuwa na mpira, baada ya kuzuia nafasi mnakuwa na majukumu nao mengine. Bahati mbaya dakika 45 za kwanza zote walikuwa wanazuia. Sasa mchezo uliopita Simba walicheza vizuri sana kitimu, ila walichokosa ni individual performance, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kutafsiri matukio ya timu. Kwa hivyo Simba baada ya mchezo ule walifanya kazi kwenye kurekebisha, wanasema stylistic dynamism, kubadilisha nini tukafanye kwenye mchezo ujao, tukaratibu eneo gani, wapi kulikuwa kuna makosa, hususan ya mtu mmoja mmoja kuamua mechi, lakini kucheza kama timu kuamua mechi. Utatazama goli la kwanza la Mpanzu ni individual performance ya kwake, goli la pili la Mukwala ni teamwork, goli limetengenezwa likafungwa. Maana yake ni kwamba wao waliboresha katika kuelekea mechi hii, kuna vitu waligenerate vya ziada. Al-Masry walitaka kucheza mechi kama walivyoicheza mechi ya kwanza. Ndio nikasema hawa leo walikuja kutaka kukamata nge kwenye kiatu kwa mkono, unakuja kuzuia baada ya kujilinda. Fasiri yake ndio tumeona mambo ambayo yalileta shida. Ukitazama Kilumanga, yale maeneo yote muhimu wanasema passes per defensive kwenye sanduku. Sasa tayari ni kwamba passing per defensive actions ambayo ilikuwa upande wa Simba ilikuwa imewacha wazi na upande wa Al-Masry. Kwa hiyo kitu ambacho kiliwagharimu Al-Masry wanasema optimal tactics. Kwa hiyo hawakufanikiwa na mpango mzuri wa mechi. Sawa sawa na mtu anayetaka kukamata nge kwenye kiatu kwa mkono. Kwa hiyo unajipa tatizo kubwa. Maana lazima atakung'ata au mtu anataka kuhutubia mkutano ana kigugumizi. Ndicho ambacho walikuja nacho Al-Masry kipindi cha kwanza. Kwa hivyo ikawagharimu. Kuna tofauti ambayo imeonekana kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Tunakubaliana hilo? Kwa sababu kipindi cha pili baada ya kugundua kwamba wao walikuwa wanazuia hawajilindi, kipindi cha pili wakaja kujilinda. Na walijilindaje? Kujilinda ni nje ya mpira na mpira. Kipindi cha pili tukaona wakawa wakinyang'anya mipira, wanapiga pasi ndefu, wanaondoka eneo lao. Angalau Simba sasa nao wakawa wanatawanyishwa, wanaanza kujikuta wanatakiwa waratibu kufuata mipira chini, kitu ambacho kilipunguza tempo ya mechi kwenda kama kipindi cha kwanza. Wale kipindi cha kwanza Al-Masry waliwekwa kwenye, tunaweza kusema waliweka kwenye kichanja. Maana kuna watu wanakalishwa kwenye kichanja. Mbona Simba kama tempo imepungua ya kipindi cha kwanza na kipindi cha pili tofauti? Ni mpango wa Al-Masry kipindi cha pili. Walikuwa wamekuja sasa wakagundua tumewekwa kwenye kichanja, basi bora tujipite angalau tukae kwenye turubai. Sasa kipindi cha pili walikaa kwenye turubai, angalau staili yao ya kucheza ikawafanya Simba na wao wanaenda maeneo makubwa kutafuta mpira na wanajipanga kutokea mbali, angalau ikapunguza kasi ya mechi. Lakini kipindi cha kwanza sawa na mtu ambaye anaamua kutafuta saa kwenye chumba chenye kiza au umeme umezima na ikafumba macho, ndio kitu ambacho kilitazamika. Lakini hivyo mabadiliko ndio angalau tukaanza kuona mechi kidogo Al-Masry nao wanazitengeneza safari. Lakini mwanzo walikuja kucheza na Simba kwa ajili ya kuzuia, sio kujilinda. Sasa unapozuia
una invite pressure kwenye football, na ndicho ambacho tulikiona kwa kiwango kubwa. Wao walikuwa wamebano kwenye maeneo muhimu. Sawa. Kiwango cha Elie Mpanzu unaweza ukakielezeaje kwa namna ambavyo ulivyomuona Elie Mpanzu? Na nani unaweza ukasema leo angalau umeona nyota mchezo? Kwa kweli Elie Mpanzu ndio alikuwa socket breaker. Umeme ukikatika anakuonyesha nini kinatakiwa, umeme ukizidi anakuonyesha wapi pamepungua. Ilikuwa ndio socket breaker ya Simba leo, kuanzia kuratibu mashambulizi yote ya Simba. Ile ndio creative spark kwa kikosi cha Simba. Kuangalia maeneo na namna gani Simba itatengeneza umbo la mashambulizi yote yaratibiwa na Elie Mpanzu, sambamba na Kibnenis kwa kiwango fulani, kwa maana eneo aliocheza alikuwa na majukumu ya kustretch. Unajua mechi iliyopita Simba walibano sana na Al-Masry. Leo angalau walijua hawa lazima tu stretch, watupe msamba, na kweli wamefanikiwa kutoa msamba. Toa sana msamba, na mtu ambaye alikuwa analazimisha kwenda ndani na kutoa nje, yani msamba kati msamba mbali, alifanya kazi hiyo sana Mpanzu, kwa sababu alikuwa anakuja ndani, kuna ugumu anarudi nje, kwa sababu ya ubunifu wake mzuri na kuweza kucheza na watu jirani. Ndio nikasema yeye ndio alikuwa socket breaker leo. Umeme ukizidi anakuonyesha, ukipungua anakuonyesha. Sasa ndio kitu ambacho nimekiona kwa Elie kwenye kikosi cha Simba na ubora wake, lakini anabebwa na nguvu, kasi, ubunifu, lakini wakati mwingine ni mchezaji ambaye anaweza kulazimisha matukio. Unajua mechi kama hizi zinataka wachezaji ambao wana ubora binafsi wa kulazimisha matukio. Simba nini kiliwashinda kumaliza mechi ndani ya dakika 90? Simba ndani ya dakika 90 wamemaliza mechi. Sasa ngoja goli mbili. Yani kwa maana kwenda goli 3 dakika 90. Wakati mwingine ni namna ambavyo walibadilisha mpango wa Al-Masry. Simba walikuwa katika bora sana dakika 45. Walifanya yale yote ambayo kila mmoja alitamani kuyaona. Dakika 45 zilizofuata Al-Masry walibadilisha mpango wa mechi, na wao Simba wakawa hawana mbadala sasa kuilazimisha mechi kwenda kwenye hesabu yao. Na utakumbuka pia hata mabadiliko aliyofanya yalikuwa hayalazimishi kasi ya mashambulizi zaidi, ile fluidity of attack, ule uwezo wao wa kutiririka kwenda kwenye zile space kama ambavyo tuliona ulipungua. Kwa sababu nakumbuka alitoka Ngoma akaingia Awesu. Awesu sio mtu wa kuflow kwenye mtiririko wa mashambulizi sana, ni mchezaji ambaye anaweza kana cheza timu ikiwa chini zaidi. Sasa hicho ndio kitu ambacho kilifanya Simba ionekane imebadilika, lakini waliofanya dynamism ya mchezo ni Al-Masry wao wenyewe. Walishakaribisha ugeni wakagundua sasa tunatafuta matatizo. Maanake vinginevyo kwa kauli yako, kama wangekuja na mpango mwingine tungeweza kushuhudia tofauti na hiki ambacho tumekiona. Bila shaka, na mimi nilikuwa nasema nilidhani Al-Masry baada ya mechi ya kule kwao wamejua wanakuja kufanya nini. Nao leo wamekuja hapa wamekunywa dawa bila kupima nao. Yaani nao wamekuja kunywa dawa bila kupima. Kule Simba walikunywa dawa bila kupima, nao hapa wamerudi kunywa dawa bila kupima. Ndio kilichowakuta, lakini Simba wali start game. Wao ndio walihitaji kitu cha ziada, na mwenye marekebisho machache walikuwa ni Simba zaidi kuliko wao. Na utaona leo hata defensive structure ya Simba iliacha walinzi watatu kuweza kudinda zile counter attack ambazo ziliwaadhibu kule. Kwa hiyo unagundua Fadu tayari. Nilikuuliza kuhusiana na kiwango cha Musa Kamara Pinpin. Musa kwenye mechi ya leo na matokeo na ubora ambao ameonyesha na hatua ambayo mechi imefika. Sawa. Yaani wewe sasa na kienge cha mganga, hata uende na suti utavua viatu kae. Kilinge kile cha mganga, kilinge. Ndio Musa Kamara leo kafanya kile ambacho yeyote lazima afuate na kitakaye. Unajua alianza kufanya kazi nzuri sana kwenye penalty, sababu mechi ile utawala Simba kupata presha kubwa, japo zipo muhimu. Unajua alifanya saving nzuri kadha, lakini nilichoona utulivu ambao aliutumia kwenye penalty ndio alirudisha confidence kwa wenzake. Kama sema hii mechi kama hizi zinataka individual performance sana. Mechi kubwa zinaamuliwa na wachezaji wakubwa, na haya ndio maeneo ambayo mara nyingi Kilumanga tumekuwa tukilalamika, tunahitaji wachezaji wakubwa waamue mechi kubwa, ambako Simba siku za hivi karibuni ndio tulikuwa tunatamani kuona wachezaji wakubwa. Leo Mkwala ndio wachezaji wanaamua mechi kubwa, Mpanzu anaamua mechi kubwa. Shughuli ya mwisho sasa ilikuwa ya mlinda mlango Pinpin Kamara. Huyo ndo man of the match wa Simba. Ndio. Yeye ndio aliamua mechi. Kwa sababu yeye angekuwa dhaifu, haya yote tunazungumza alikuwa na maana tena. Sababu mechi ndio dakika 90 walishindwa kuiua. Kulikuwa kuna misukosuko aliyopata, lakini ndani ya dakika 90 kwanza misukosuko dakika 90 ilikuwepo kadha muhimu. Fanya saving za kutosha. Ndio. Ni uimara mlinda mlango. Lakini angalia ubora sasa wa 1-on-1 wa penalty. Kuna moja ile ilikuwa chupu ile. Chupu. Na unaona mlinda mlango sio kudaka tu. Anadaka kama nyani. Mlinda mlango ni swala la kuhakikisha mpira uingii kwenye wavu na kuanzisha mashambulizi. Ndio mlinda mlango kisasa. Ndio maana anaitwa msafishaji sweeper. Sio wale mlinda mlango zamani anadaka kama nyani. Anadaka kama nyani. Sasa hivi mlinda mlango msafi, anasafisha, sweeper.
anatengeneza mipango ya timu, lakini pia anashiriki katika matarajio ya mipango ya timu. Maana yake ni nini? Kudaka huko pamoja na kuifanya timu icheze. Musa katimiza wajibu wake. Kama tulivyosema kilinge hicho. Hata ukiwa na suti utavua viatu ukalishwe chini. Ndio Musa pin kamera kwenye uwezo ambao kaonyesha leo na kuwapa mafanikio Lunyasi. Sawa, sasa twende tumsikilize mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Salim Abdallah almaarufu kwa jina la Try Again, moja kati ya watu ambao wamehakikisha kabisa katika kuelekea kwenye mchezo huu Simba inaweza kupata matokeo kwa kushirikiana na viongozi wengine wa klabu hiyo wa zamani na wa sasa. Hii ndio hatua ambayo wanasimba wote walikuwa wanatamani kuipata.